Kuna jambo kubwa linaendelea kimya kimya kwenye siasa za Kenya. Je, nyota ya Edwin Sifuna imeanza kung'aa kiasi kwamba wapinzani wake wameanza kupanga namna ya kuizima kabla ya mwaka 2027? Kwa siku chache zilizopita, tumeshuhudia viongozi wakitoa kauli zinazounganika kama vipande vya puzzle. Kuna wanaosema mapambano tayari yameanza, wengine wanatangaza mikakati yao, huku serikali nayo ikitoa onyo kali dhidi ya baadhi ya viongozi wa upinzani. Lakini swali kubwa ni hili: je, haya yote yanahusiana? Leo tutapitia kila video moja baada ya nyingine mpaka mwisho ili kuona picha nzima inayojitokeza kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Hakikisha utoki mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu kuna kauli moja iliyowashangaza wengi kuhusu nani hasa anayejua sheria kuliko mwingine. Na kila kitu nakianza baada ya kauli hii kutoka kwa Senator Geoffrey Ososi. Ososi anadai kuwa sababu kuu ya mashambulizi dhidi ya Edwin Sifuna si bahati mbaya, bali ni kutokana na kile anachokiita nyota yake kung'aa. Kwa mtazamo wake, wapinzani wameanza kuona mvuto anaoupata Sifuna kwa wananchi, na ndio maana wanadai kuwa kuna mikakati ya kisiasa inayolenga kumdhoofisha kabla ya mwaka 2027. Lakini je, kweli hali ndio hiyo? Sasa hata juzi vile mmeona nyota ya Sifuna inapanda, William Ruto akaita hao wakina Waluke, hao wakina Didmas, wakina Weta, ati wanapangia Sifuna, ati tutafanya nini tumalize nguvu ya Sifuna. Ile kitu walifikiria tu ati kutembea wakifanya vitu inaitwa fake empowerment. Wanaita bodaboda, wanaita wamama ati empowerment. Lakini wakifika pale, ile pesa wamechanga, wanachukua kidogo, wanapatia watu 200, ingine wanabeba wanaenda nayo. Mimi nataka kupongeza watu wa Likuyani. Likuyani walifanya kazi mzuri jana. Walienda pale wakachanga pesa, vijana wakasema leo mtoki hapa na hii pesa, lazima mgawe hii pesa hapa. Sasa imekuwa wameletewa mandege, wanakimbia hapa Western wakigawa handouts in the name of empowerment. Mimi nataka kuelimisha watu wa Bungoma, hiyo empowerment ikikuja, na mimi naongeza ile Sifuna amesema, ile pesa kidogo mnavaa mkubali ni 1,000. 1,000 because hiyo pesa number one ni pesa yenu ambayo imeibwa kwa mambo ya SHA, kwa mambo ya housing na hii corruption yote ambayo iko kwa serikali. Na wakati mjadala huo ukiendelea, Edwin Sifuna naye akatoa kauli iliyozua maswali mengi zaidi. Katika kauli yake, Sifuna alisema kuna mambo ambayo hayawezi kusemwa kwenye mazishi, lakini akaahidi kuwa kuna mkutano mkubwa ambapo kutatolewa tamko rasmi kuhusu mwelekeo wa mwaka 2027, na mkutano huo utafanyika mwezi huu. Kauli hiyo imewaacha wengi wakijiuliza, je, kuna mpango mkubwa ambao bado haujawekwa wazi? Kuna mila na desturi za Waluya. Kuna vitu ambaye hausemei kwa matanga, ama nimekosea? Mzakulu wa belanano anyalaka aho kambira bindu bilala solomele masikata. The declaration on how we are going to go into 2027 is not going to happen here. I am going to organize a major meeting, we as Linda Mwananchi, this month here in Bungoma. Mheshimiwa Natembeya has told us we start in Trans Nzoia. Sikila bando bevu balibwene hiyo, si ndio? Tutakuja Trans Nzoia Jumamosi, Jumapili tuingie Posta Grounds. Nilete viongozi wa kina mama, viongozi wa vijana, viongozi wa walimu wako hapa, tulete kila mtu, hata viongozi wa kanisa. Ile kitu mtaniambia niseme, nitaenda kusemea Nairobi. Munanielewa? Munanielewa? So I just want you to be patient. This month we are here in this region and we will give you what you want, because vile mtu amesema hapa, this is a chance of a lifetime and we have a responsibility to answer to the calling of our generation. Lakini wakati baadhi ya viongozi wakijadili nani ataongoza, wengine tayari wameanza kujadili nani anafaa kuwa makamu wa rais. Cleophas Malala amesema licha ya watu wengi kutangaza kuwania nafasi ya urais, nafasi ya makamu wa urais inapaswa kubaki kwa jamii ya Waluya. Kauli hiyo imeongeza mjadala mwingine kabisa kuhusu vyama vitakavyogawanya nafasi muhimu kuelekea uchaguzi. Utawala. Kalonzo pia ameenda kwa Wakamba. Nataka kutangaza leo hapa, Kalonzo Musyoka amesema anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni sawa. Rigathi Gachagua
amesema anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ni sawa. Matiang'i amesema anataka kuwa rais wa Kenya, ni sawa. Sisi Waluya, sisi tumesema hatutaki urais, lakini tuna book deputy president. So wewe Kalonzo, Gachagua, Matiang'i, mukae chini, mchague mtu mmoja. Wale ambao wanakosa wakuja wapange laini nyuma yetu. Na kwa united opposition, I am proposing today, we are fronting our son Edwin Sifuna awe deputy president. Mimi nataka kupropose leo hapa, nataka Waluya ambao wako hapa mtuunge mkono kwamba kama Rigathi Gachagua atachaguliwa president, sawa, kwa united opposition. Kama ni Kalonzo, sawa. Kama ni Matiang'i, sawa. Lakini kiti ya deputy president, we must give our son Edwin Sifuna aende kanipa hiyo kiti. Hiyo kiti Waluya tumebook ya deputy president. Hapo sisi tumetumika miaka mingi. Kazi yangu mimi haiwezi kuwa kwenda kupigia watu wengine makofi, wapate president, wapate deputy, alafu jamii yangu ikae kando. In the united opposition, I'm bringing this conversation. The seat of the deputy president is reserved for us. Yule mtu atakuja kututoa kwa kiti ya deputy president atupatie president. Kama mnaona mapua ya Sifuna sio mzuri, mupatie Eugene Wamalwa. Kama mnaona masikio ya Eugene Wamalwa sio mzuri, mupatie Kileo. Muluya ndio ni lazima akalie hiyo kiti. And also we want to tell the government, wakati mnachaguana huko William Ruto, sisi tunasema William Ruto, wewe kama unapenda Waluya na uko serious, wewe unakuwa president, deputy president, I'm proposing to you, patia Wycliffe Ambetsa Oparanya. Ukikosa kama upendi mapoya Oparanya, patia Wetangula, hata kama anakuwa na longi kubwa ya material, patia yeye. Ukikosa Wetangula, patia Musalia Mudavadi. So that sisi Waluya tutege pande yote mbili. Na huku hayo yakijadiliwa, Rigathi Gachagua naye akatoa msimamo wake. Gachagua amesema bado hawajafikia uamuzi kuhusu nani atakuwa mgombea rasmi wa upinzani, lakini akasisitiza jambo moja, kwamba mpango wa kumwondoa Rais William Ruto tayari umekamilika. Hii inaashiria kuwa upinzani wanataka umoja kwanza kabla ya kutangaza mgombea. Who will replace Kasongo? Bado. But the decision he will be replaced has been made. Tumekubaliana? Decision ya kwamba lazima abadilishwe imekubalika. As to who, bado. Mazungumzo yanaendelea? Tuendelee kuzungumza, tusizungumze. So that is one. So Star newspaper, don't waste your newspaper trying to bring confusion. You cannot confuse anybody. We are too intelligent. We know whom we are dealing with. We are careful. We are treading very carefully this time. Once bitten, twice shy. Kasongo cannot con us for a second time. We will be foolish. Alikuja na Biblia akadanganya hawa na sisi tukaanguka mtego. Sasa hata siku hizi ukisema Bwana asifiwe, tuna hesitate kabla ya kusema amina. Tunaangalia ni nani anasema Bwana asifiwe. Sasa hao maaskofu wakisema Bwana asifiwe, tunasema amen haraka. Kauli hiyo haikuishia hapo tu. Serikali nayo ikajibu kupitia waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Murkomen amesema kuwa jukumu lake kubwa sasa ni kufuatilia shughuli za Rigathi Gachagua sasa na kile alichokiita vitendo vya vurugu. Kauli hiyo imeibua mjadala mitandaoni kuhusu mipaka kati ya usalama wa taifa, siasa na haki za viongozi kufanya mikutano. Ningependa kusema kwamba kuna wale wafadhili ambao wanatafuta pesa ya kufadhili mambo ya vita ya kupiganisha Wakenya. Mimi nataka kumwambia huyu bwana Rigathi Gachagua, my business now until Kenya crosses 2027 safely is to monitor your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi nitafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus because of the threat you are posing to the Republic as the father of violence in the Republic of Kenya. Now that you have abrogated yourself the duty of instilling fear and violence,
naming Kenyans and blackmailing them, I want to tell you that we will deal with you and deal with your family. I know that, Mr. Gachagua, you have been collecting money from potential aspirants, intimidating some of them, promising them certificates. Yesterday you were quoted cajoling aspirants from Narok that you have your personal community that will give them votes. Because we know what you are trying to do. You are trying to collect money from aspirants by force. And we know the money you are collecting, you are using them to prepare goons. We will deal with you and deal with you perpendicularly. These people, I want to say this again. We know Mr. Gachagua, and I want to see you to see me eye to eye. You know who I am. I'm telling you to your face. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. People who have supermarkets, people who are running their businesses, harassing them, using goons and criminals and gangs, including proscribed gangs in Mount Kenya region and other parts of the country. I want to tell you, we are monitoring your activities every minute. Nikitoka hapa nataka kujua ulipitia wapi na watu wagani ulikuwa unatembea nao na unataka kulipa wakora wagani kuumiza wa Kenya. We will no longer allow you to roam around aimlessly from one corner of Kenya to the other, planning and planting seeds of discord and violence. That must come to an end. Lakini Murkomen hakumalizia hapo tu. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Murkomen aliuliza swali ambalo limekuwa likizungumziwa sana mitandaoni ya kwamba ni nani anayejua sheria zaidi, na akajibu mwenyewe kuwa yeye si mwanasheria pekee bali pia ni mwalimu wa sheria. Kauli hiyo imezua mjadala tofauti, huku baadhi ya watu wakiiunga mkono na wengine wakisema hoja kuu haikuwa nani anayejua sheria bali namna ya sheria inavyotekelezwa. Sometimes I see him threatening me. Oh, you will be taken to which court, to which court? Between me and Gachagua, who knows the law? I am not just but a lawyer, I am a teacher of law. So please, go and look for other people to threaten. We will deal with you perpendicularly, and that dealing with you will still be under the law. And we know what we are doing in this country. Ila wajini nafasi wakora. Unaiwa wakora, hiyo Gachagua. Nimeona supporters yake, wale wana support ye usiku, na wengine wenye wana support mchana, wanaongelelea mimi hapa na kona. Wengine nasikia wanasema Murkomen that. My friend, focus on your job. This is not a child's play. This is not a campaign thing. This is the security of Kenya. Now I want to tell MPs and other politicians, we may be coming from the same region, we may be laughing together and taking mandasi, but don't joke with national security. National security is a very serious matter. Don't bring me to your arena. I cannot have a conversation with you about Kenyan security, and I'm not going to compromise my position as a cabinet secretary in charge of security. I will be ruthless to anybody who is going to bring violence to this country. And I have no apology. Some people are asking me, you are asking me what questions? Yeah? Maswali gani unaniuliza? My friend, hiyo madharau kidogo kidogo ati umezaliwa pale pale, baba yako alikuwa anachoma makazi. You nini. Now I am here. Notwithstanding all those, I'm the one who is here. And the work I have been given to do, I will do with one ruthless focus. Kuhakikisha kwamba inji inakuwa sambamba. So I want to tell Gachagua and his surrogates in every part of the country, those who support him mchana and the ones who are doing it at night, I am not intimidated. You cannot intimidate me. It is not possible to intimidate me. Go and look for other people. In fact, the only reason why you are attempting to intimidate me is because you don't know me. If you do your math and you understand who I am, you will not attempt those nonsense you are trying to do here. This country must be kept safe, and the national security organs of this nation are alert to make sure that criminals who want to threaten peace and security of our country are dealt with. Mimi nataka tu kuendelea kuomba viongozi wetu wa sehemu hii to focus wakati huu kusaidia rais. Tukue na focus
ya kusaidiana pamoja kama viongozi. Ukiziunganisha kauli zote hizi, unaona wazi kuwa vita vya mwaka 2027 vinaonekana kuanza mapema zaidi kuliko wengi walivyotarajia. Kuna wanaosema nyota mpya zimeibuka, kuna wanaopanga mikakati, kuna wanaotafuta ushirikiano na kuna wanaojibu kwa nguvu kutoka serikalini, lakini uamuzi wa mwisho bado utabaki kwa wananchi kupitia kura. Je, wewe unaonaje? Unadhani nyota ya Edwin Sifuna inaendelea kung'aa au bado ni mapema kusema hivyo? Sasa nataka kusikia sauti yako. Unafikiri ni nani anaonekana kuwa ana momentum kubwa kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.